Katibu Mkuu Wizara ya Afya Zanzibar, Dr. Mgereza Mzee Miraji amesema Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaendelea kuboresha sera, mifumo na utoaji wa huduma bora kwa watu wenye usonji. Ameyasema hayo kwa niaba ya Kaimu Waziri wa wizara hiyo Dr. Saada Mkuye Salum kwenye kongamano la maadhimisho ya siku ya Tawahudi duniani katika ukumbi wa Sheikh Idris Abdul Wakil Kikwajuni, wilaya Mjini Unguja. Amesema kuwa serikali inaendelea kuimarisha mikakati ya kisera kwa kuboresha huduma za afya ya msingi. Hivyo amesema juhudi ya pamoja inahitajika katika kusaidia utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Kwa niaba ya Wizara ya Afya, napenda kuwapongeza waandaaji na washiriki wote kwa kuandaa jukwaa hili linalolenga kuimarisha sera, mifumo ya huduma kwa watu wenye usonji au tawahudi. Wageni waalikwa, usonji ni miongoni mwa masuala ya kipaumbele katika Wizara ya Afya linapokuja swala la afya ya akili na maendeleo ya mtoto, ambapo yanahitaji mwitikio wa kisera uliojumuishi unaozingatia ushahidi wa kitaalamu na unaoshirikisha sekta mbalimbali. Kwa mujibu wa makadirio ya kimataifa, mtoto mmoja kati ya 100 huathirika na hali hii. Kwa upande wa Zanzibar, pamoja na kuwepo kwa mapungufu ya takwimu za kina, ushahidi wa kiutendaji kutoka vituo vya huduma ya afya na taasisi za elimu maalum unaonyeshwa mwenendo wa kuongezeka kwa utambuzi wa watoto wenye dalili za usonji. Hali hii inasisitiza haja ya kuimarisha zaidi mifumo ya taarifa za afya, yani Health Management Information Systems, ili kuwezesha upangaji na utekelezaji wa afua zinazozingatia ushahidi. Wageni waalikwa, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imekuwa ikiendelea kuimarisha mifumo ya afya kwa kuzingatia nyaraka mbalimbali za kisera na kimkakati. Miongoni mwa nyaraka hizo ni pamoja na mpango mkakati wa sekta ya afya Zanzibar, yani Zanzibar Health Sector Strategic Plan, ambapo umeweka msisitizo katika mambo kadhaa ikiwemo kuimarisha huduma za afya ya msingi, kuboresha huduma ya afya mama, mtoto na vijana, kuimarisha rasilimali watu katika sekta ya afya na kuimarisha ushirikiano wa sekta mtambuka, yani multi-sectoral collaboration. Akitoa salamu za Baraza la Taifa la Watu wenye Ulemavu, Bi Salma Saadati amesema kwa mujibu wa sheria namba 8 ya mwaka 2020 inaratibu mambo yote ya watu wenye ulemavu Zanzibar, yakiwemo watu wenye usonji. Ni siku ya faraja kwetu sisi kama Baraza la Taifa la Watu wenye Ulemavu, kwa sababu ni jumuiya ambayo imeanzishwa hivi karibuni tu, lakini leo imefanya jambo kubwa ambalo imeleta wataalamu kutoka hospitali ya Muhimbili, ambao wataalamu mbalimbali, na lengo kubwa ni kutuelimisha kuhusiana na swala la usonji. Kwa hivyo swala hili ni swala muhimu sana na ni swala ambalo lipo katika jamii yetu kwa kiasi kikubwa, na sio jana wala leo, ni muda mrefu kusema kweli. Kusema kweli, Baraza la Taifa la Watu wenye Ulemavu linaratibu masuala yote ya watu wenye ulemavu Zanzibar kwa mujibu wa sheria ya watu wenye ulemavu, sheria namba 8 ya mwaka 2022. Hii inaratibu masuala yote ya watu wenye ulemavu na usonji ikiwemo moja ya ulemavu, ijapokuwa kuna tofauti za madaktari, lakini hapa sitaki kuzungumza. Tunazungumzia ukondoeshaji na ujumuishaji kwa sababu hatutaki kutengwa. Unapozungumzia ukondoeshaji ni masuala ya ambayo kila unalolifanya unahakikisha unaweka mazingira wezeshi ya watoto wote wenye ulemavu au ya watu wote wenye ulemavu. Lakini matokeo yake ya mwisho, sisi tunataka kwamba tunaona kuna ujumuishi
ujumuishaji, kwamba pale watoto watapofurahikia na kupata haki zao. Leo tumeona pale usonji ni ubinadamu, kila maisha yana thamani. Sasa sisi pia katika baraza tunazungumzia ujumuishaji, kwamba kila mtu mwenye ulemavu wa aina yoyote anapata haki yake kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa taratibu za nchi. Kwa hivyo tunapenda sana kuona kwamba hakuna utenganishaji. Tunapenda kuwa tunaona mainstreaming and tunataka kuona inclusion. Nimeangalia filamu. Akisoma risala, mwenyekiti kutoka jumuiya ya kuwasaidia watu wenye tawahudi Zanzibar ZACSO, Munawara Mahfudha, amesema kuwa jumuiya hiyo inalenga kuongeza uelewa kwa jamii juu ya kuondoa unyanyapaa kwa watoto wenye tawahudi katika jamii. Siku hii ni muhimu na ilianzishwa na Umoja wa Mataifa, yani United Nations, kwa lengo la kuongeza uelewa kwa jamii kuhusu usonji au tawahudi na kuhimiza ujumuishwaji wao katika nyanja zote za maisha. Siku hii ni huadhimishwa kitaifa kila ifikapo tarehe 2 mwezi wa 4 ya kila mwaka. ZACSO ni jumuiya ambayo imesajiliwa tarehe 29 mwezi wa 2 2024 na ni jumuiya ambayo inajihusisha na utoaji wa elimu, utetezi, uhamasishaji na utoaji wa msaada kwa watoto na watu wenye tawahudi hapa Zanzibar. Jumuiya hii imeanzishwa rasmi na kusajiliwa kupitia sheria namba 6 ya jumuiya za kijamii ya mwaka 1995. Hadi kufikia mwaka 2026, ZACSO imefanikiwa kujenga uelewa ndani ya mikoa mitatu ya Unguja na kufanikiwa kupata wanachama wengi zaidi. Makao makuu ya jumuiya yetu yapo katika jengo la ZSSF Mwanakwerekwe, Zanzibar. ZACSO inalenga kuongeza uelewa kwa jamii kuhusu tawahudi, kupunguza unyanyapaa na ubaguzi na kukuza mazingira jumuishi yanawezesha watoto na watu wenye tawahudi kushiriki katika jamii kikamilifu. Kupitia shughuli zote, ZACSO huendesha programu za uhamasishaji kwa jamii, kutoa msaada wa ushauri na nasaha kwa wazazi na walezi, pamoja na kushirikiana na wadau mbalimbali wakiwemo taasisi za serikali, mashirika ya kiraia, taasisi za elimu katika kuimarisha huduma za elimu jumuishi. Naye Dr. Bingwa kutoka hospitali ya Muhimbili Dar es Salaam amesema kuna changamoto kubwa za upatikanaji wa data zinazohusiana na usonji ukilinganisha na nchi nyingine. Tafiti au kuna majarida ambayo yana data kutoka Afrika. Mfano nchi ya Uganda, wao wamesema 0.63% wamepata hali za usonji au tawahudi kwenye jamii, lakini kuna nchi kama Nigeria wameonyesha 2.3%. Lakini pia hizi data kwa Tanzania kwa kweli sisi hatuna, na hii ni message kwetu wote. Kwa nini hatuna data? Ni swala ambalo la kulifanyia kazi katika, tuseme katika ngazi zote za utendaji zinazohusiana na usonji, kwamba inawezekana tunafanya tafiti lakini kwa Kiswahili sijui nisemeje, haziwi published, au pia hatujaweza kuweka nguvu kubwa katika ugunduzi wa tatizo la usonji na kutunza zile data, yani kutunza takwimu. Akizungumza kwa niaba ya watoto wenye usonji wa tawahudi, mtoto Ibrahim Shaban ameiomba serikali kupitia Wizara ya Afya kuendelea kutoa elimu kwa jamii kama hapa anavyoeleza. Mimi Ibrahim kwa niaba ya kili mtoto mwenye usonji naomba niwakilishe haya serikali na wazazi wenye watoto kama mimi. Huu ni wakati wa kutoa elimu kuhusiana na usonji ili tatizo hili lifahamike kwa jamii nzima. Kwa kunisikiliza, usonji na binadamu, kila maisha yana thamani.
Kila ifikapo tarehe 2 mwezi wa 4 ya kila mwaka, dunia huadhimisha siku ya usonji duniani, na kauli mbiu ya mwaka huu, usonji na ubinadamu, kila maisha yana thamani. Mtazamaji, hii ni Zantime, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.